Kando yake walikuwa wasichana wake wawili, Andriana Stanton mwenye umri wa miaka 17 na Brianna Stanton mwenye miaka 11 tu. Ndoto angavu zilizokatwa ghafla, na mwanaume ambaye angepaswa kuwa mlinzi wao sasa akaishia kushtakiwa kuwa kikatili wa familia hiyo. Kilichotokea ndani ya nyumba hiyo ni zaidi ya majonzi. Ni safari ya kuzama gizani kwenye kona za uovu, mapenzi na usaliti. Hii ni jinai ya mauaji ya familia ya Stanton. Kabla ya usiku wa maumivu, familia ya Stanton ilionekana kama familia nyingine yoyote huko Kentucky. Kwa majirani walionekana faraga lakini wa kawaida. Kwa wapendwa wao Kenya walikuwa ishara ya matumaini, ahadi ya maisha mapya mbali na nyumbani. Mary Mchemi alikuwa na miaka 49. Alizaliwa na kukulia Kenya, kisha kuvuka bahari kutafuta fursa. Kabla ya kifo chake, alikuwa ameunda jina katika sekta ya afya, akifanya kazi kama muuguzi aliyesajiliwa. Wale waliofahamu maisha yake walisema alikuwa na ndoto kubwa. Alikuwa amefungua msingi wa kituo cha malezi ya watoto huko Louisville, mradi ambao aliuzungumzia kwa fahari isiyo ya kawaida. Lakini maisha ya Mary hayakujumuika tu ndani ya kuta za hospitali. Nyumbani Kenya, aliwahi kufanya kazi katika Christian Medical Center na hata kushiriki siasa. Alikuwa ameonekana hadharani mara kadhaa. Huko Marekani, alikuwa nguzo ya wasichana wake, mkono thabiti nyuma ya tabasamu lao. Mshiriki mkubwa, Andriana Stanton, alikuwa karibu kuingia utu uzima. Mwanafunzi wa kidato cha 4 katika DuPont Manual High School. Alikuwa wiki chache tu kabla ya kuchagua njia ya maisha yake. Marafiki wake walisema alikuwa na akili sana, nguvu zenye utulivu na uwezo wa kuangaza chumba kwa kicheko chake kimoja. Dada yake mdogo, Brianna Stanton, bado alikuwa na usafi wa utoto. Katika umri wa miaka 11, alikuwa mwanafunzi wa shule ya msingi. Walimu walizungumza kuhusu nguvu zake, jinsi alivyokuwa mwanzo wa maisha yake na furaha aliyoleta kila siku. Baba yao, Gary Stanton, alikuwa na miaka 60. Kazi yake ilikuwa kuwa fundi mitambo, mtu anayejua kutengeneza na kudumisha mashine. Kentucky alipata kazi ndogo ndogo, ufundi wa mabomba, kazi za mikono, chochote kilichohitajika kudumisha familia. Kwa watu kutoka nje, alikuwa mjuzi. Alikuwepo kila wakati na sehemu ya ndoa iliyoonekana imara. Lakini ndani ya kuta ya nyumba yao, hadithi ilikuwa tofauti. Njia za Mary na Gary zilipishana baada ya yeye kufika Marekani. Maelezo ya jinsi walivyokutana hayajakuzwa katika rekodi za umma, lakini kilicho dhahiri ni kwamba waliunda maisha pamoja. Kwa miaka mingi, walisherehesha akaunti za kifamilia mtandaoni, kulea watoto wawili na kupiga picha za utulivu. Jamii na familia yao Kenya waliamini Mary alikuwa amepata msingi thabiti Kentucky. Kwao, familia ya Stanton ilikuwa mfano wa usawa na matumaini. Novemba mwaka wa 2022, baba yake Mary, Geoffrey Migui, alifariki dunia baada ya ugonjwa mfupi. Mary na familia yake walisafiri hadi Kiamai Village kuaga kifo chake mnamo Novemba tarehe 12. Huzuni ilitawala na maneno yalibaki kimya. Baada ya mazishi, kulikuwa na safari nyingine, moja ambayo hakuna mmoja aliyekisia. Hapa Kenya, familia ilikuwa imekusanyika kuaga baba yake Mary. Gary pia alikuwa pale.
alikaa kwa wiki 3 kisha akarudi Louisville. Mary alibaki kwa muda mrefu akisimamia masuala ya familia, urithi, mali na taratibu za kufa kwa baba yake. Hakuna aliyetabiri kilichokuwa kinamsubiria mbele. Zile siku hazikuonyesha ishara yoyote ya giza lililokuwa linawasubiri. Lakini ndani ya nyumba ya Stanton, uso wa kawaida ulikuwa ni uso tu, kigezo kilichoficha migawanyiko ambayo hakuna aliyeweza kuona. Si Kentucky wala Kenya. Mnamo Desemba tarehe 3 mwaka wa 2022, mtaa wa Louisville, Kentucky, nyumba ya Stanton ilibadilika kuwa jukwaa la hatari. Kutoka nje, kila kitu kilionekana kimya. Hapa kusikika kilio, hapa kusikika glasi zilizovunjika, hapa kuonekana dalili za mauaji yajayo. Usiku huo wa Jumamosi, polisi wa Louisville Metro Police Department walipokea simu ya dharura. Walipofika karibu saa 9 usiku, kilichowakuta kilivuka akili za binadamu. Ndani ya nyumba ya Stanton waligundua miili 4. Mama, watoto na baba. Wote walikuwa wameiaga dunia. Mamlaka walisema ushahidi unaonyesha mauaji ya ndani ya familia kisha mtu akajiua. Gary aligeukia familia yake kisha mwisho akajiua. Hakukuwa na manusura, hapakuwa na kilio cha msaada. Kimya pekee. Majirani waliokuwa wameshtuka walikumbuka familia hiyo kama tulivu, isiyo na migongano. Hapakuwa na rekodi za polisi zilizotolewa awali. Hakuna kitu kilichoashiria kwamba damu ingejaza kuta hizo. Kwao, Gary na Mary walionekana tu kama watu wa kawaida, tulivu hadi kifo kilipotokea. Mchunguzi wa Jefferson County Coroner alithibitisha kile ambacho hakuna mtu aliyependa kuamini. Maisha 4 yalimalizika ndani ya nyumba ya Stanton. Mama alikuwa na miaka 49. Wasichana wake walikuwa bado pembezoni mwa ndoto zao. Na baba alikuwa na miaka 60. Vifo vilirekodiwa kama majeraha ya risasi katika mauaji jiu. Kilichotokea usiku huo kimebaki siri ndani ya kuta hizo, lakini matokeo yake yaliendeleza giza linalotambaa mikoani miwili. Kentucky, wachunguzi walikusanya ushahidi hatua kwa hatua. Kenya, familia ya Mary ilikabiliana na ukweli usioelezeka. Binti yao, mvulana wao, urithi wao wa damu, wote walikuwa wamemalizika kwa sekunde moja. Nyumba ya Stanton ilikuwa imegeuka kwa eneo la uhalifu. Nyuma ya viambatanishi vya rangi ya manjano na milango iliyofungwa, maafisa wa Louisville Metro Police Station walianza kazi ya makini ya kurekebisha masaa ya mwisho ya familia hiyo. Kila hatua, kila shauku, kila alama ya mwisho ili kufunua hadithi ya kifo kilichowashangaza wote. Polisi waliokuwa wakirejelea tukio waligundua kuwa hakukuwa na dalili za kuvamiwa. Hakukuwa na dirisha lililovunjika. Hakuna samani zilizokokotolewa. Hakuna ishara yoyote ya kupigana. Kila ghasia ilitokea ndani ya kuta hizo, hatua kwa hatua, ikimalizika kwa mwanaume ambaye aligeuka kuwa muuaji wa mke na watoto wake. Pistoli moja tu ilipatikana karibu na mwili wa Gary Stanton. Vipimo vya ballistic vilithibitisha kuwa hiyo ndiyo silaha ya mauaji. Uchunguzi wa mabaki ya risasi, alama za fingerprints na ramani ya mwelekeo wa risasi viliondoa uwezekano wa mdukuzi au mamluki. Mauaji
yalifanyika kwa mpangilio thabiti: mke wake, watoto, kisha mwanaume mwenyewe kujiua. Wachunguzi waliendelea kuwahoji majirani. Walisema familia ilikuwa tulivu, isiyokuwa na kelele na ya kawaida. Hakukuwa na ugomvi wa hadharani, hakuna simu za kuripoti polisi usiku, hakuna ishara yoyote ya tahadhari. Hakukuwa na dhoruba kabla ya ghasia. Kila kitu kilionekana kama kawaida hadi ghafla giza likashika. Katika mkutano wa waandishi wa habari, polisi wa Louisville Metro Police Department walithibitisha kuwa vifo vilichukuliwa kama mauaji ya ndani ya familia kisha muuaji kujiua. Hakukuwa na tishio kwa umma, hapakuwa na mtu mwingine kutoka nje. Mshtakiwa alikuwa ameshafariki, na pamoja naye huenda pekee aliyekuwa anaweza kueleza sababu za kitendo hicho. Lakini hata pale uchunguzi ulipokaribia kufungwa, maswali yalibaki kuendelea kuongezeka. Kwa nini mume angeua familia yake? Je, ilikuwa kutokana na dhiki ya kifedha, ugonjwa wa akili au migogoro ya ndani ya familia? Hakuna aliyeyashuhudia kati ya majirani. Ripoti rasmi zilitoa ukweli wa kiasili, lakini si ukweli wa kweli wa kilichotokea. Uchunguzi uliacha majibu yaliyoandikwa kwenye ushahidi, lakini siri ilijificha katika kimya. Wakati eneo la Kentucky ilikaa kuaga maisha manne kando ya mitaa ya Kenya, familia ya Mary ilijipanga kukabiliana na jambo lisiloaminika. Habari ya dada yao, binti yao, urithi wao wa damu, yote yalifutwa kwa usiku mmoja. Baada ya nyumba ya Stanton kupotea kimya mnamo Desemba tarehe 3, ukweli wa kilichotokea ndani yake ulikuwa unaweza kufahamika tu kupitia miili iliyobaki. Wachunguzi wa kisheria na ofisi ya mchunguzi wa Jefferson County Coroner walibeba uzito wa kutafsiri uhalisia huo katika ushahidi. Mary Stanton, mwenye umri wa miaka 49, alipatikana na majeraha mengi ya risasi. Binti yake mkubwa, Andriana Stanton, mwenye miaka 17, alikumbwa na hatima ile ile. Risasi nyingi zilizikatakata ndoto yake za maisha. Binti mdogo, Brianna Stanton, mwenye miaka 11, alipigwa risasi moja tu. Maisha yake yalizimwa mara moja bila kurudiwa. Mchunguzi alithibitisha kuwa kifo cha Gary Stanton kilikuwa kujiua kwa hiari yake mwenyewe. Pigo la risasi lililomkuta lilimaliza maisha yake baada ya kuua mke na watoto wake. Silaha iliyopatikana kwenye eneo la tukio ilisimama kama hadithi yenyewe, hadithi ya udhibiti, chaguo na usaliti wa kusababisha mateso yasiyo ya kifani. Matokeo ya uchunguzi wa maiti yalithibitisha kile ambacho wachunguzi walikuwa wanashuku: mauaji ya ndani ya familia kisha kujiua. Hakukuwa na dalili za kuvamiwa, hakuna mshirika wa nje, kuna mtu mmoja tu. Silaha yake iligeukia ndani dhidi ya familia yake. Lakini chini ya mwangaza wa kiasili wa ofisi ya mchunguzi wa maiti, sayansi inaweza kueleza tu jinsi walivyokufa. Haiwezi kueleza kwa nini walikufa. Hakuna ripoti ya sumu iliyotolewa hadharani, hakuna barua za kuaga zilizopatikana. Majeruhi yalionyesha ghasia, lakini kimya cha sababu kinasalia kama mzimu juu ya kesi hii. Autopsy ilileta uhakika wa kifo, lakini haiwezi kuleta faraja ya kweli. Ushahidi ulikuwa wazi. Gary Stanton ndiye alikuwa mshambuliaji. Lakini swali linalobaki ni nini kilivunjika ndani ya nyumba hiyo?
Nini kilimfanya baba na mume kuharibu kila kitu alichopaswa kulinda? Kwa nini mwanaume, mume na baba alielezwa na baadhi ya majirani kama mpole, tulivu, hata wa kawaida, angefanya kitendo kisichoelezeka? Ripoti za polisi hazikutoa kielelezo cha wazi. Hakukuwa na rekodi za awali za ghasia za ndani. Hakuna amri za vizuizi vilivyofunguliwa. Hakuna migongano ya kisheria kati ya mume na mke. Lakini nyuma ya milango iliyofungwa, jambo fulani lilikuwa likisukuma moto polepole. Huko Marekani, majanga kama haya siyo nadra. Kulingana na kituo cha kudhibiti na kuzuia jinai CDC, zaidi ya nusu ya wanawake waliouawa huuawa na mwenzi wao wa karibu. Utafiti wa mwaka wa 2002 juu ya ghasia za nyumbani ulionyesha kuwa katika mauaji ya mwenzi wa karibu, takriban 65% yanahusisha silaha za bunduki, na karibu 70% ya matukio hayo ni mauaji kisha mtu kujiua. Ni muundo unaojulikana kwa vyombo vya sheria. Dhoruba ya kifamilia, iwe ni dhiki ya kifedha, mvutano wa mahusiano au magonjwa ya akili yaliyofichwa, inaweza kuchipuka bila tahadhari. Mara nyingi familia na marafiki hushangaa jinsi hatari ilivyokuwa ikijiongea na kuwafikia pasina kuonekana. Mauaji jiu, hasa ndani ya familia, ni sehemu ya ghasia za nyumbani zinazotia hofu sana. Takwimu za American Psychiatric Association zinaonyesha kuwa Marekani takriban mauaji jiu 1000 mpaka 1500 hutokea kila mwaka, wengi wakiwemo wanaume walioua wapenzi wao au watoto wao kisha kugeukia silaha dhidi yao wenyewe. Wataalamu wanasema ishara za tahadhari mara nyingi ni wazi: kujitenga, huzuni, shinikizo la kifedha ghafla, au tabia ya kudhibiti. Lakini bila kuingilia kati, ishara hizi tulivu zinaweza kugeuka kuwa kitendo cha ghasia kisichoweza kuepukika. Katika kesi ya Mary, familia na marafiki, Kenya na Marekani walibaki na maswali bila majibu. Je, familia ilikuwa chini ya dhiki ya kifedha iliyofichwa? Mume alikuwa na magonjwa ya kisaikolojia ambayo haukutibiwa? Au kulikuwa na giza lililokuwa kimya, lisilosemwa, ambalo ni la pekee linaloonekana ndani ya kuta 4 za nyumba yao ya Louisville? Nyumba ya Stanton bado inasimama sehemu ya Louisville, Kentucky. Kuta zimesalia tulivu. Kicheko kilishatoweka. Mama, binti wawili, baba, maisha 4 yalifutwa katika usiku mmoja wa ghasia. Faili zimeshafungwa. Kesi zimeshahitimishwa kisheria. Lakini maswali yanasalia: Kenya na Kentucky. Majibu huenda hayatatokea kamwe. Lililobaki ni huzuni na kimya ambacho hakitaijazwa. Hii haikuwa mwisho tu wa familia, ilikuwa uvunjikaji wa kiungo ambacho dunia ilidhani ni thabiti. Hii ni Kurunzi ya Jamii. Jina langu Shebani Yusuf.